Mwaka huu 2025 umekuwa mwaka wa utata sana. Kila taifa linataka ukubwa. Israeli inaanza kupiga yowe dhidi ya Misri huko Sinai. Jambo la kujiuliza hapa, kwa nini Israeli inaomba Marekani ilazimishe Egypt kupunguza askari wake katika miinuko ya Sinai? Nini kimetokea? Twende tuangalie. Mkataba wa amani unaojulikana kama Peace Treaty wa mwaka 1979. Katika mkataba huu wa amani uliosainiwa mwaka 1979 kati ya Misri na Israeli, Camp David Peace Treaty, kuna sehemu ya Security Annex ambayo inaweka masharti maalum kuhusu idadi na aina ya nguvu za kijeshi zinazoruhusiwa katika miinuko ya Sinai. Mkataba unataka Sinai kuzongwa na vikwazo sawa kwenye kupandisha vitisho vya kijeshi. Mfano, vikosi vya Misri haviruhusiwi kuweka mabasi makubwa ya kujikinga kabisa au ujenzi mkubwa ambao unaweza kutumika kwa operesheni za kulipiza kisasi, kitu ambacho mpaka sasa Misri imevunja makubaliano hayo na kuanzisha ujenzi wa kijeshi. Sababu zinazoifanya Israeli kuona ujenzi wa Misri Sinai kama tatizo ni zipi? Mosi, kuongezeka kwa askari, silaha na vifaa. Ripoti za hivi karibuni zinasema Misri imetekeleza ongezeko la askari na magari ya kivita, tanks, vifaa kama mabasi ya kijeshi, ujenzi wa vituo na vitu vya ulinzi, ujenzi wa barabara na sehemu ya uunganishi kama maboma ya ndege. Pia kuna ripoti kwamba baadhi ya vituo imetengenezwa kuwa na uwezo wa operation ya kushambulia, offensive, badala ya ulinzi tu dhidi ya magaidi au mashambulizi ya mipaka. Pili, kuongeza nguvu bila idhini ya Israeli kwa kuingia katika maeneo ambayo makubaliano hayaruhusu. Israeli inasema Misri imeingia na vikosi au kuwa na vitu vya kijeshi zaidi ya kile kilichoruhusiwa katika maeneo ya karibu na mpaka wa Gaza na maeneo ya Sinai, ambayo yenyewe ilikuzwa kwa ulinzi wa mipaka, lakini sio kwa uwezo mkubwa wa operesheni ya makambi ya kijeshi. Israeli inahoji kwamba baadhi ya vituo vilivyojengwa na Misri ni vigumu kuviondoa au kusitisha mara moja, hivyo kuwatoa kwa urefu si rahisi kama kuondoa askari tu. Tatu, tishio la usalama na mwelekeo wa kimkakati. Israeli ina wasiwasi kwamba Misri anaweza kurejesha uwezo mkubwa wa kijeshi karibu na mpaka wake, ambao unaweza kubadilisha mtazamo wa nguvu katika eneo hilo na kuongeza matatizo ya usalama ikiwa mambo ya kisiasa au migogoro yatatokea. Pia kwa Israeli hilo linawezekana kusababisha kuwa na mashambulizi ya mipaka au kusambaza makombora kwa urahisi zaidi ikiwa kuna uwepo wa vituo vya kijeshi na silaha za hali ya juu. Unaweza jiuliza, ilikuwaje Israeli inaomba msaada kwa Marekani ili kuishinikiza Misri iachane na ujenzi huo? Hii ni kwa sababu Marekani ni mchangiaji mkubwa na mdhamini wa makubaliano ya amani kati ya Misri na Israeli, na ina jukumu la kusimamia au kutahadharisha kuhusu utekelezaji wa masharti yale ya mkataba. Netanyahu anataka Marekani itumie ushawishi wake, diplomatic pressure, kuifanya Misri kuzingatia kikomo cha makubaliano yaliyopo, kusitisha kujengwa kwa vituo vipya, kuondoa vifaa ambavyo viko nje ya makubaliano vilivyoorodheshwa, kutia makubaliano au kurejea vikosi kwa ukubwa ulioruhusiwa, na kurudi kwenye masharti ya mkataba uliokuwepo. Lakini Misri imepuuza madai ya Israeli au Netanyahu na kusema kwamba uimarishaji huo ni kwa ajili ya usalama wa mipaka yake. Misri imethibitisha kwamba uwepo wa vikosi na miundombinu ya kijeshi katika Sinai ni hatua za kuimarisha ulinzi dhidi ya vitisho kama magaidi na usafirishaji wa silaha na uingizaji haramu wa vitu vinavyosababisha udhalilishaji wa usalama wa nchi. Serikali ya Misri inasema kwamba shughuli zote zinashughulikiwa kwa kufuata makubaliano ya mkataba wa amani na Israel na zinakuwa kwa ushirikiano, mawasiliano, prior coordination na pande zinazohusika.
Misri inasisitiza kwamba mkataba wa amani wa mwaka 1979 bado ni chaguo la kimkakati. Mawaziri wa nje wa Misri wametoa mara kadhaa kwamba mkataba wa amani Camp David Peace Treaty ni msingi muhimu wa amani wa eneo hilo. Misri inasema kwamba makubaliano kuhusu makosa au uvunjaji wa mkataba yanapaswa kushughulikiwa kupitia mekanizmu zilizowekwa ndani ya mkataba. Kukanusha madai ya Israeli ambayo Misri inasema ni uoga na kutokujiamini kwa Israeli. Netanyahu anataka kupotosha au kuongezewa nguvu kisichokuwa na msingi wa ushahidi. Na Misri katika hili mara kwa mara imedai kwamba kuna uibukaji wa habari potofu, false allegations, kuhusu kutokujiamini kwa Israeli kuhusu usafirishaji wa silaha kutoka nchi ya Misri kuelekea Gaza. Serikali ya Misri inadai kwamba Israeli inakazia sana mambo haya ya kijeshi ya Sinai katika njia ya kisiasa na diplomasia na kujaribu kubadilisha hisia za kimataifa dhidi ya Cairo. Misri inasema shughuli zake zinazingatia mkataba wa amani kwa upande wa uwezo wake na haitasitisha ujenzi huo wa miundombinu ya kijeshi. Kwa mfano, Misri imesema kuwa uwepo wa vikosi vyake umewekwa kwa mawasiliano ya awali na pande zinazohusika katika mkataba, namna ya kutoa taarifa, coordinations, na kwamba hakuna nia ya kutekeleza operesheni ya kijeshi dhidi ya Israeli. Pia Misri imesisitiza kwamba shughuli katika Sinai si tofauti sana dhidi ya visa vya makosa ya kisheria na kijeshi ambayo wamekuwa wakiyafanya ili kukabiliana na ugaidi na usalama wa eneo, ikiwa ni sehemu ya majukumu yake ya ndani. Changamoto, masuala ambayo Misri inayakubali. Ingawa Misri inakanusha kuwa shughuli zake si za hatari au kuhatarisha Israeli, ripoti za mashahidi huru wametoa mfano wa kuongezeka kwa idadi ya vikosi, ujenzi wa vitu kama sehemu za ndege, uboreshaji wa vituo vya kijeshi na miundombinu ya usafirishaji ndani ya Sinai. Israeli inasema baadhi ya vitu hivi havikutangazwa au kuidhinisha kabla ya hapo. Misri haijathibitisha baadhi ya madai ya Israeli, maalum kama kuwepo kwa silaha za kiwango kikubwa cha offensive au nia ya kuendeleza mashambulizi, lakini inasema kuwa jitihada zake ni kujenga uwezo wa ulinzi wa ndani na kukabiliana na tishio la ugaidi. Je, unadhani Israeli kupitia Netanyahu ataweza kuizuia Misri katika harakati zake za kujipanga kijeshi? Huku ukizingatia kwamba Misri ndio limekuwa taifa likiyataka sana mataifa ya Kiarabu kuunda NATO ya Kiarabu ili mmojawapo anaposhambuliwa basi waingie wote kumsaidia. Lakini pia vile mpango wa Great Israel unaitishia Misri. Ndio maana wameamua kufanya haya wanayoyafanya ambayo yanalalamikiwa na utawala wa Kizayuni wa Israel. Ni yapi maoni yako? Tuachie kwenye komenti hapo.